Naam, bila shaka asante sana Kevin Mutai, moja kwa moja kutoka Pwani, pia akituchorea taswira kamili ya jinsi masomo yanaendelezwa katika kaunti hii. Nikukumbusha kwamba Zizi mtazamaji, ndilo swali kichwani na wazazi wengi na pia washikadau husika wanatamani sana kujua kuhusiana na silabasi, mtaala huo na pia miaka ambayo itahusika katika kumkuza mtoto huyo wa gredi ya 10 chini ya umilisi wa mtaala wa CBE. Kutoka hapa sasa turejea hapa jijini Nairobi, huku tunaungana naye mwanahabari wetu Laban Shaban ambaye pia anaungana nasi kwa njia ya moja kwa moja kutueleza na pia kutuchorea taswira kamili ya jinsi hali ilivyo na masomo yanaendelezwa katika kaunti ya Nairobi. Lakini bado anajitayarisha mtazamaji, tutakuwa tukiungana naye hapo baadaye. Mwanzo tuangazie taarifa hii. Uhaba wa miundombinu na vifaa vya ukufunzi unakwamisha masomo katika shule nyingi za umma, hasa katika maeneo ya vijijini. Mwanahabari wetu Bernard Ojwang alizuru maeneo bunge ya Nthiwa na Rangwe kutathmini hali ilivyo na kugundua mapengo makubwa katika elimu. Wazazi wengi walio na uwezo wanalazimika kuwapeleka watoto wao katika shule za binafsi ili kupata elimu bora, lakini kutokana na matatizo ya kiuchumi wengi hawana la kufanya ila kutegemea taasisi za umma. Hali ya Nthiwa ni mbaya zaidi ikilinganishwa na ile ya Rangwe. Pengo kubwa katika sekta ya elimu limewatamausha wazazi wengi humu nchini. Swala hili limetatiza familia kadhaa na kuzilazimisha kustahimili mfumo mbovu wa elimu katika shule za umma. Ila wengine wamekiri kwamba wangekuwa na uwezo wangewapeleka wanao katika shule za kibinafsi, bali wamelemewa na kuzorota kwa uchumi na hali duni ya maisha. Taarifa yetu inaanza katika eneo bunge la Nthiwa, kaunti ya Homa Bay. Hiki ni kijiji cha Pala Koguta. Saa moja asubuhi wanafunzi wanapambana misituni kutafuta njia. Sio tu njia ya kufika shuleni, ila wanatafuta njia ya maisha bora siku za baadaye kupitia elimu. Hata hivyo, wapatacho wafikapo shuleni ni hali ya kufifisha matumaini haya. Hawana budi ila kuvumilia. Hali hii inashuhudiwa katika shule nyingi hapa Nthiwa. It is very poor. When it comes to infrastructure, our schools are still wanting, especially when it comes to equipments of laboratory and laboratories. Number two, several schools still lack classrooms, enough classrooms. More so when you go deep into the villages. Most of them still lack classrooms and they are using makeshift. Ni shule ya msingi ya watoto. Wakati wenzao katika shule za kibinafsi wakinufaika kutokana na mazingira mwafaka ya elimu, wao wanasoma katika madarasa ya mabati yaliyobomoka na kujaa vumbi sakafuni. Walimu hawana budi ila kujikakamua kisabuni pamoja na wanafunzi wao. Chuo kimoja cha shimo kinatumiwa na takriban wanafunzi 400. Hali yake ni ya wasiwasi na hatari. Cabinet Secretary bouncing and proud and chest thumping that the public schools are well equipped, that he has released capitation in billions in these schools. Well equipped, whereas those students, one desk, 5 students, and supported by a stone, just a desk supported by a stone. Walls that are almost collapsing, well equipped, and take one textbook shared by 10 pupils, 10 students, well equipped. A toilet with only one door shared by 400 students, well equipped. Well equipped. From where? From when? Shule ya msingi ya Ndingopala inakabiliwa na changamoto zizo hizo, ambapo kila asubuhi wanafunzi lazima watumie muda wao wa kumwagilia madarasa maji kutuliza hali ardhini kabla ya masomo kuanza. It is too dusty to accommodate them. So for them to do it, at least they must water it, or else they will get sick, for that matter. It is dire. We must do it on a daily basis for us to survive here. So that is the situation. Madarasani madawati ni kitendawili na machache yaliyopo yamevunjika na kuegemea
ezo kwa mawe, jambo linaloweka maisha yao hatarini. In lower primary, we lack some of the desks, and therefore we have to improvise. Even we have to even put some stones so as to make sure that learning continue. As a teacher, what should we do? Learning has to continue, and we use what is available. Swali linabaki kuwa, je, serikali itaiga mafanikio ya Rangwe katika shule zote za umma huku Homa Bay na kwingineko? Bernard Ojuang, NTV, katika jimbo la Homa Bay.